Kwanza ni washukuru wote ambao wamejitokeza kwenye mjadala huu muhimu. Ni washukuru wachangiaji wenzangu waliotangulia, ambaye alituanzishia ndugu Abdul Nondo, mwenyekiti wetu wa ngome ya vijana. Lakini tumekuwa na jopo zuri la wanafunzi Ilinda kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Julius kutoka NIT, sio? Lakini pia ndugu yetu hapa kutoka kwa vijana au watu wasiokuwa na ajira, sio? Maana tangu ilisemwa vijana, lakini sasa hizi kuna watu wamemaliza chuo wana zaidi ya miaka 10, kwa hiyo hata ule ujana wanaukimbia sasa. Lakini muhimu ni kuwa wametuonesha hali halisi ilivyo. Lakini washukuru kipekee mawaziri vivuli, waziri kivuli wa elimu mama yangu Riziki Shahari, waziri kivuli wa TAMISEMI Ulthum Chichuli, waziri wetu kivuli wa Wizara ya Utawala Bora, Utumishi na Utawala Bora Ishangwe. Hayo wameshiriki vizuri kwenye mjadala, lakini pia nimeshuhudia mijadala au michango mizuri sana kutoka kwa hadhira ambayo imetoka hapa na watu wote ambao wameshirikiana na sisi. Ndugu zangu, vijana wa taifa letu, wanaharakati wa haki za kijamii, wadau wa maendeleo, leo tumekusanyika hapa kwa lengo moja tu kubwa: kupigania ajira. Kupigania nini? Ajira. Maslahi ya wafanyakazi na mustakabali wa vijana wa taifa letu. Tanzania ni nchi ambayo ina rasilimali lukuki, lakini vijana wake wanakabiliwa na ukosefu wa nini? Wa ajira na hali duni ya maisha. Hii ndio hali halisi tuliyokuwa nayo. Nchi yetu ni nchi ambayo haijaendelea, na ukisikia nchi haijaendelea maana yake sekta nyingi bado zinatakiwa kufanyiwa kazi ili nchi iweze kuendelea. Yaani ukizungumzia sekta ya kilimo peke yake, ikifanyiwa kazi inaweza kuwa chanzo cha maendeleo ya nchi hii na ikafanya watu wengi wapate ajira kwenye sekta ya kilimo. Ukizungumza kwenye viwanda, hatuna viwanda vya kutosha, na tuna uwezo wa kuzalisha malighafi, na tuna malighafi nyingi. Tuna chuma katika nchi yetu, tuna malighafi nyingi sana ambazo zingine tunazitoa tunazipeleka nje. Kama tu ukiamua kuwekeza kwenye hilo eneo, maana yake ungekuwa na ajira nyingi. Ni aibu kwa serikali ambayo nchi yake haijaendelea kusema kwamba vijana wake hawana kazi ya kufanya, kwa sababu ili nchi iendelee lazima watu wafanye nini? Wafanye kazi. Unapokuwa na serikali ambayo imeshindwa kuzalisha kazi za kufanya, swali unaotakiwa kujiuliza ni kwamba inabaki kufanya nini? Sababu nchi haijaendelea, na nchi ikiwa haijaendelea maana yake kazi nyingi hazijafanyaje? Hazijafanywa. Mna kazi kubwa ya kufanya kwenye nchi ili nchi iendelee. Unapokuwa sasa na serikali ambayo haijaweza kuhakikisha kwamba vijana wake wanakuwa ni nishati ya kufanya nchi hiyo iendelee, ipate kazi, vijana wapate kazi, wafanye kazi ili nchi iweze kuendelea, na serikali inakuja hadharani inasema yale yanayoendelea, ni muhimu sana kujiuliza kwamba hiyo serikali inafanya kazi gani sasa? Na kwa namna hiyo maana yake hatuwezi kuendelea. Kwa hiyo kwa mujibu wa takwimu, na zimeelezwa sana hapa na wazungumzaji mahiri wachangiaji, kiwango cha ukosefu wa ajira katika nchi yetu ni kikubwa sana, huku takwimu zikionyesha ni kama 8.5 ambazo zinajificha kwenye sekta isiyokuwa rasmi. Yaani wale wa bodaboda kwa mujibu wa takwimu hizi wameajiriwa, wale wanaokota makopo wameajiriwa, wale wote hawa wanaitwa wamefanyaje? Wameajiriwa. Lakini ukweli ni kwamba zaidi ya 80% ya nguvu kazi ya Tanzania ipo kwenye sekta isiyo rasmi. 80%. Na hapa ulitolewa mfano mzuri sana. Ndugu yetu Nondo alieleza kuwa wanaoingia kwenye soko la ajira ni vijana wangapi? 1,000,000. Wanaoajiriwa kwenye sekta rasmi ni wangapi? 200,000.
Kwa 80% inatupwa kwenye sekta isiyokuwa rasmi. Ndio hali tulionayo kwenye taifa letu, wakifanya kazi ambazo kwanza hazina usalama wa ajira yenyewe. Migodini huko, makampuni makubwa ya migodi, watu wanafanya kazi kwa masaa 12 mpaka 13, malipo ni chini ya shilingi 200,000. Na mambo mengi sana tumekuwa tukisikia yale yanayoendelea kwenye maeneo ya migodi. Hakuna pensheni wala mafao, yaani ajira yake ni wakati ule ana nguvu, akiumwa tu ndio hatima yake. Hatopata msaada wa matibabu, hatokuwa na pensheni wala chochote. Umri ukishakuwa mkubwa, anarudi nyumbani, hakuna anayejali hatima ya huyo mfanyakazi ambaye amelifanyia kazi taifa lake. Na ndio eneo hilo linaloajiri 80% ya nguvu kazi ya taifa letu. Lakini wengi wanafanya biashara ndogo ndogo zisizo na uhakika wa kipato. Tunajua wamachinga, idadi kubwa ya wamachinga katika nchi yetu, lakini wengi, huku wengine wakibahatika kupata ajira rasmi, wachache sana. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imeshindwa kutengeneza ajira za kutosha kwa vijana, huku rasilimali za nchi zikifaidi watu wachache badala ya kuboresha maisha ya Watanzania. Ndio hali tulionayo kwenye nchi yetu. Kuzalisha ajira kwa wingi kama vile viwanda, kilimo na teknolojia. Leo ukisoma taarifa ya waziri wetu wa mipango na uchumi aliyoisoma bungeni kwenye bunge la bajeti lililopita, ilionyesha kwamba sekta ya kilimo ambayo inaajiri zaidi ya 60% ya Watanzania wote, ndio shughuli wanazofanya, mchango wake kwenye pato la taifa ni 26%. Lakini imekuwa kwa wastani pato hilo la taifa, kwenye pato la taifa ni 26%, ukuaji wake ni chini ya 5%. Inakuwa kwa 2%. Lakini bajeti ya serikali kwenye sekta ambayo inatoa mchango wa 26% ya mapato yake yote, kwenye sekta ambayo 66% ya raia wake ndio wanaitegemea, bajeti ya serikali ni chini ya 3%. Yaani ukipata mapato yote kashika shilingi 100 tunayopata, shilingi 26 tumepewa na wakulima. Hawa wakulima wenyewe katika kila Watanzania 100, 66 ni wakulima. Sasa tukianza kugawana ile shilingi 100, serikali inawapa hawa wakulima shilingi 2 au shilingi 3. Na kwa msingi huo ndio maana sekta hiyo haikui mchango wake, haikui kutoa mchango zaidi kwenye pato la taifa, na kwa sababu ndio sekta yenye watu wengi, hakuna ambacho kinaendelea. Mwaka huu tumezalisha korosho tani 520,000. Tumekusanya zaidi ya $500 milioni 500, zaidi ya trilioni 1.5 tumeingiza. Lakini korosho hizo zote zimeuzwa ghafi. Yaani baada ya mkulima kuokota korosho na kuipeleka kwenye ghala, shughuli ya korosho kwenye nchi ndio imeisha. Haiendi kiwandani, hakuna kitakachozalishwa kwenye kiwanda. Tunaiuza ile korosho kama ilivyo huko nje. Unachokutana nacho 1/3 ya hayo mapato ni kodi. Yaani tozo katika zile 1.5 trillion, tozo ni 1/3. Karibu bilioni 500 ni kodi zimechukuliwa na serikali. Sababu kodi kwenye korosho kila kilo moja ni karibu shilingi 1,300. Kwa katika hizo fedha manake 1/3 ni kodi. Na tunategemea wakulima wa nchi hii waweze kuendelea, haiwezekani. Sasa katikati ya hali hii ambayo serikali imeshindwa kutoa ajira, serikali ya CCM imekuwa ikipuuza maendeleo ya sekta zinazoweza kuzalisha ajira kama viwanda, kilimo na teknolojia. Miradi mikubwa kama gesi imeelezwa hapa. Mradi wa kiwanda cha kuchanjua gesi kule Lindi Likongo umeachwa. Chuma kule Liganga na Mchichuma imeachwa, ambayo ingeweza kutoa ajira ya maelfu kwa vijana kwa miaka mingi, na badala yake serikali imewekeza katika haijawekeza katika miradi ambayo ingeweza kutuletea, au imewekeza kwenye miradi ya maendeleo ambayo haizalishi ajira.
Lakini jambo jingine ni kuwa nchi yetu katikati ya hali hiyo ambayo hakuna ajira inapoteza wastani wa dola bilioni 1.5 kila mwaka kupitia ufisadi na utoroshaji wa fedha za haramu. Yaani fedha haramu zinazotoroshwa ndani ya nchi kwenda nje ni dola bilioni 1.5, trilioni 3.9 kila mwaka zinapotea. Lakini hizo zimepotea, zimetoroshwa ndani ya nchi. Zile tulizonazo, CAG anaonyesha tunapoteza mwaka jana peke yake kwenye ripoti ya CAG ya mwaka 2023-24 ilionyesha kwamba tumepoteza fedha trilioni 3.2. Trilioni 3.2 zingeweza kuajiri walimu zaidi ya 130,000 ambao leo wanaambiwa waziri wa elimu anawaambia wanataka wasugue sana mpaka waajiri ili wasipeleke mwalimu ambaye bado hajaiva vizuri. Yaani ametoka chuo kikuu hajaiva. Interview ya maswali 25 ya dakika 40 ndio inampima kama yani kaiva au hajaiva. Hawa walimu wenyewe hao ambao wanapimwa hivyo wamefundishwa sekondari na walimu wa crash program. Walimu ambao walimaliza kidato cha 6 wakaenda kufundishwa kwa miezi 2 wakaenda kuwa walimu wao, wakafanya. Hawa vijana wamefika vyuo vikuu, wenyewe wamefika vyuo vikuu, waziri wa elimu anasema bado hawajaiva. Kwa hiyo kuna shida kubwa sana, na ukitizama hizi fedha zinazopotea kwa mwaka tu kwenye mwanya wa aidha kuibiwa hapa ndani ya nchi kwenye miradi yetu au zinapotea nje ya nchi, serikali ingeweza kuzalisha ajira zaidi ya 250,000 kila mwaka kwenye sekta rasmi. Lakini serikali imeshindwa, tena ingekuwa ni kwenye taasisi za umma. Serikali imeshindwa kufanya hivyo. Badala yake inafanya nini? Serikali inafanya propaganda. Yaani swala la ajira ni sensitive, ni hatima ya vijana, ni kesho ya kizazi chetu. Lakini serikali inafanya propaganda kwenye masuala muhimu. Badala ya kushughulikia tatizo, serikali imekuwa ikitumia propaganda zisizo za msingi ili kuficha kushindwa kwake. Miongoni mwa hoja za serikali ni kuwa swala la ajira ni jukumu la sekta binafsi pekee. Yaani kama vile serikali haihusiki. Kitu ambacho kinajulikana kwamba hata hiyo sekta binafsi ili istawi inategemea sera za serikali kwenye kukuza sekta binafsi. Yaani unawezaje kuitegemea sekta binafsi ikue katika kipindi ambacho mikopo inayotolewa au masuala ya kifedha kwenye nchi, mikopo ina riba kubwa? Hiyo sekta binafsi itakuwaje? Lakini kila siku inazungumziwa urasimu ambao sekta binafsi inakutana nao. Hata kustawi kwa sekta binafsi kunategemea sera za serikali. Kwa hiyo kama sekta binafsi leo ni dumavu, haiwezi kuzalisha ajira, anaidumaza sekta binafsi ni nani? Ni serikali. Haiwezi kuwa ndio eneo unalokimbilia serikali. Nani sasa ana wajibu wa kuhakikisha kwamba sekta binafsi inafanya vizuri kwenye nchi yetu? Lakini pia hii ni njia ya kukwepa wajibu ambao ni wa kikatiba wa serikali kuhakikisha kwamba ustawi wa taifa au wa wananchi wake ni wajibu wake. Yaani swala la ustawi wa wananchi ni swala la serikali. Huwezi kuwa vijana hawana ajira alafu serikali inakuja kusema kwamba sekta binafsi ndio ilitakiwa ishughulike hiyo. Serikali haiwezi kuajiri kila mtu. Huwezi kukuza sekta binafsi bila kuwa na serikali ambayo ina empower hiyo sekta binafsi ili iweze kuzalisha ajira. Lakini serikali imekuwa ikiwalaumu vijana kwa ukosefu wa ajira, ikiwataja kama wavivu, na imeelezwa hapa na vijana wameeleza wenyewe, au wasiokuwa na ujuzi wa kutosha. Ndio njia ambayo inatumika na serikali. Yaani serikali ambayo, na mawaziri wameeleza, serikali ambayo Mtanzania amepata Mwenyezi Mungu amjalia amepata mtoto. Serikali inamwambia huyu mtoto wako huyu mlete shule, sisi tutamfundisha ili aweze kujitegemea kwa maslahi yake yeye mwenyewe, wewe, familia yake pamoja na serikali. Inamwacha kuanzia nasari, anakwenda primary, anamaliza miaka 7.
anakwenda O level miaka 4, anamaliza A level miaka 2, anakwenda chuo miaka 3, miaka 4, alafu serikali inasema, na huko kote serikali inampima, inasema ana uwezo na amefaulu, inamcertify kwamba amequalify ile standard ya kiwango cha elimu ambacho nchi yetu ndio inasimamia, cha kumtoa Mtanzania ambaye atakuwa ni productive kwa taifa lake. Anamaliza university kirahisi tu, waziri anasema hawa hawana ujuzi wa kutosha. Waziri wa elimu anasema hawa wanajua inatakiwa wapikwe. Lazima mtu ajiendeleze. Dada anasema hapa watakuja kutuambia tuende na masters yao. Sio watakuja, akashasema waziri wa elimu kwamba inatakiwa msikae tu. Hiyo miaka 10 hiyo usikae tu nyumbani. Tafuta mkopo mwingine uende wapi? Yaani mzazi wako amekusomesha mpaka mpata degree. Alafu baada ya hapo anakuambia utafute mkopo mwingine ukatafute masters. Ili ikitokea sasa ajira ya ualimu, ukafanyiwa interview we mwalimu wa primary, unahitaji ustruggle kiango hicho. Au wanapoona sasa hii sio solution, anambia nendeni VETA. Yaani yule msimamizi mkuu wa taratibu zote za uendeshaji wa serikali pamoja na hiyo sekta ya elimu, kijana amequalify, haoni fedha, anasema hiyo elimu yenyewe tuliyokupa hiyo miaka hii yote haina ujuzi wa kutosha wala nini. Usijichanganye ukadhani utaajiriwa. Wewe nenda wapi? Nenda VETA. Na Nondo ameeleza changamoto yenyewe hata huko VETA mkiamua kwenda. Yaani uwezo wa hiyo VETA kurecruit, idadi ya hao wahitimu wanaotoka vyuo vikuu, lakini pia hayo matumaini kwamba ukimaliza VETA utapata ajira namna yalivyo katika nchi yetu. Haya ni mambo ambayo ni escaping god. Serikali inatafuta sehemu ya kujificha. Kila mwaka vyuo vikuu na taasisi za ufundi huzalisha maelfu ya wahitimu wenye sifa mbalimbali, lakini serikali haijaweka mazingira mazuri ya kuwawezesha kupata kazi. Huo ndio ukweli. Na imeelezwa hapa, takwimu zimeelezwa vizuri. Uhitaji ulivyo, wataalamu tulionao mtaani, na namna ambavyo serikali imeshindwa kuwaajiri hao wataalamu. Wataalamu wa elimu wanatakiwa wengi, takwimu zimetolewa hapa na wazungumzaji waliopita, sitaki kurudia. Wataalamu wa afya wanatakiwa wengi, na huko mtaani watu wanashindwa kupata matibabu. Na hali ilivyo huko mtaani sasa hivi, nesi, ukienda vijijini sasa hivi leo tunapozungumza, muuguzi nesi ukienda anafanya kazi za wataalamu 5 peke yake. Yaani ukifika kwanza nesi anakuwa afisa mkutubi. Yeye ndo anaandika cheti, anaandikisha jina lako, anachukua taarifa zako na kutunza taarifa za wagonjwa. Kazi ya fani nyingine kabisa. Ukimaliza hapo, nesi yule anageuka kuwa daktari. Ndio anataka asikie dalili za ugonjwa ulionao na ajaribu kukisia kwamba unaweza kuwa unaumwa nini. Ndio hali iliyopo kwenye nchi yetu. Nesi akimaliza hapo, anafikiria namna ya kukutibu, anakuandikia vipimo vya maabara. Hakuambii nenda maabara, anageuka kuwa mtaalamu wa maabara. Huyo nesi anakuwa mtaalamu wa maabara, anaenda kuchukua vipimo, na baada ya hapo yeye anasoma majibu. Ukienda hospitali zote serious, unakoenda unapata majibu huku, huyu anaenda kusoma vipimo, huyu daktari anaandika, lakini pale anafanya mtu mmoja. Ndivyo taifa letu lilivyo. Akitoka hapo anakuandikia madawa, na sio anakuambia nenda kwa mfamasia ukachukue dawa. Anageuka yule nesi mmoja, anakuwa mfamasia, anakupa dawa. Watu wengi wanakufa huko kwa kupewa madawa na watu ambao sio wataalamu wa madawa. Huku mtaani kuna wataalamu wa madawa hawajaajiriwa, wafamasia wamejaa. Kuna malebo technician hawajaajiriwa. Kuna hao maofisa wa kutubi, vyuo vyetu vya utumishi vinazalisha kila siku, hawana ajira. Madaktari inaelezwa hawana ajira. Tunatumia fedha, vyuo vikuu peke yake, fedha ambazo za walipa kodi. Yaani huko chini kuanzia nasare mpaka kidato cha 6 mzazi analipa mahela. Ikifika chuo kikuu sasa kodi zetu, maana tunasema fedha ya serikali. Serikali haina hela. Hakuna kiwanda cha pesa cha serikali. Ni fedha za kodi. Serikali imeamua kodi zetu ziwe zinawakopesha, zinatoa mikopo kwa wanafunzi. Bajeti iliyopita bilioni 787. Bilioni 787.4 kwa ajili ya mikopo kwa mwaka mmoja.
Yaani tunatumia zaidi ya bilioni 700 kila mwaka kuzalisha wataalamu ambao hatuwataki. Alafu hiyo serikali inabaki vipi madarakani sasa? Yaani tunatumia mabilioni, watu ni masikini wa kutupwa. Watu wanakufa hospitalini. Serikali inadai kodi maiti. Haina hela. Inachukua bilioni 800 inazalisha wataalamu wasiohitajika kwa mujibu wa maelezo ya mawaziri. Hii ni serikali iliyoshindwa kutatua tatizo la ajira. Hivyo ndivyo ilivyo pia kwenye mazingira ya kazi. Kwenye sekta binafsi wafanyakazi wanafanya kazi katika mazingira ambayo ni magumu sana. Mishahara mtihani. Kwenye migodi watu wanafanya kazi mpaka masaa 12, 13. Mshahara wao kwa mwezi ni chini ya 200,000. Hawana pensheni, hawana mafao. Hayo ndio yamekuwa maisha ya Watanzania kila siku, na serikali haijatafuta suluhisho. Makampuni makubwa yanayowafanyisha kazi hawa wanapata fedha, wanakusanya mali, lakini serikali imeshindwa kuangalia mustakabali wa wale vijana ambao wanafanya kazi kwenye maeneo haya, wa Tanzania ambao wanakwenda kufanya kazi kwenye maeneo haya ya sekta binafsi. ACT Wazalendo inafikiri nini? ACT Wazalendo inayo suluhisho. ACT Wazalendo inayo suluhisho la matatizo haya. Tunataka kujenga uchumi unaowanufaisha wote, si wachache tu kama ilivyo sasa. Ajira lazima iwe ajenda kuu ya taifa. Lazima swala la ajira liwe ni ajenda. Na vijana wameeleza, ndugu zetu wa umoja wasiokuwa na ajira, kwa bwana swala hili sio la kisiasa. Ni kweli, ni swala la hatima ya taifa letu. Swala la ajira ni swala la hatima ya taifa letu. Haiwezekani leo vijana wanamaliza vyuo vikuu hawajui kesho yao itakuwaje, halafu tukasema kwamba tuna taifa salama. Nchi yetu leo ikivamiwa na mvamizi akatangaza kwamba atawalipa askari wa kupigana na askari wetu mshahara wa shilingi 1,200,000 kwa mwezi, vijana wetu waliofundishwa JKT watakwenda kuwa askari wa kupigana na nchi yao. Tumetengeneza bomu ambalo linafanya hata usalama wa taifa letu uwekwe rehani. Haiwezekani vijana wanaweka na njaa. Faraja wanayosikia kutoka kwa viongozi wao, wao ni wavivu. Faraja wanayosikia kutoka kwa viongozi wao, hawana ujuzi wa kutosha. Faraja wanayosikia kutoka kwa viongozi wao, wajiajiri. Wao mpaka wazee wa miaka 80 wanawarudisha kazini. Wanawarudisha kazini mpaka watu ambao wangeweza kuwa ndo wastaafu, watumie uzoefu wao, lakini vijana waliomaliza vyuo vikuu wanaambiwa wajifanyaje? Wajiajiri. Serikali iliyoshindwa kutatua tatizo la ajira ni serikali inayopaswa kuondoka, ni hatari kwa usalama wa taifa letu. ACT Wazalendo inaonesha maeneo 5 yakishughulikiwa kwa kiwango kinachostahiki, tatizo la ajira nchini kwetu litaondoka. Eneo la kwanza ni eneo la kilimo cha kisasa na viwanda. ACT Wazalendo itaendelea kupigania kuongeza bajeti ya kilimo hadi kufikia 10%. Bajeti ya sasa ya kilimo ambayo ni 2%, chini ya 3% ni bajeti ambayo haiwezi kuendesha sekta ya kilimo ikawa productive. Lazima bajeti ya kilimo isiwe chini ya 10%, lakini lazima kupunguza gharama za pembejeo na kuhakikisha vijana wanapata mikopo nafuu ili kuwekeza kwenye kilimo. Kilimo kilichofungamanishwa na sekta ya viwanda kinaweza kutatua zaidi ya 80% ya tatizo la ajira tulilokuwa nalo leo. Viwanda vyetu vinavyotumia malighafi ya kilimo vingeweza kutumika kuzalisha ajira
na vijana wengi ambao ni wataalamu wetu leo wangeendesha hivyo viwanda. Leo watu tunafundisha vijana wetu huko vyuo vikuu. Waziri Kivuli amesema hapa, maofisa wa human resource management, sio? Hakuna kazi, wanaenda kumanage human resource ya wapi? Lakini kama hatuwataki, kwa nini tunaendelea kufundisha? Kwa nini tunatumia fedha za walipa kodi kuzalisha wataalamu ambao hawahitajiki nchini? Tuna shida kubwa sana kwenye taifa letu. Tunadhani eneo la kilimo peke yake lingeweza kuondoa zaidi ya 80% kwa kuwa na kilimo chenye tija kilichofungamanishwa. Na ndugu zangu, haya ni mambo ambayo sio rocket science. Leo wakulima wa Malaysia, wakulima wanaozalisha mafuta Malaysia, mwaka 54 Malaysia ilikuja kuchukua mbegu za chikichi Kigoma. Walikuja kujifunza kuzalisha chikichi. Serikali ya Malaysia ikaenda kufanya investment kwenye kilimo cha chikichi ili wazalishe mafuta. Serikali ikatenga mafedha, ikatenga ardhi, serikali ikaleta mitambo, ikachukua pesa, ikaleta mitambo, ikaenda ikalima, mitambo ile ikaenda kufanya kazi, wakawa na mashamba, maafisa ugani wakasimamia, mpaka chikichi zilipoanza kuzalisha, wakachukua kila Malaysia mmoja mkulima akapewa hekta 10 za chikichi. Aziendeleze na atakuwa analipa gharama zile za uzalishaji kupitia chikichi zinazozalishwa. Na wakaundiwa kampuni la umma, chama cha ushirika cha wananchi ambao wanazalisha chikichi. Leo chama chao, ile kampuni yao ya ushirika wa wakulima wa mawese Malaysia, ni namba 4 kwa uzalishaji wa mafuta duniani. Chikichi zimetoka Tanzania. Sisi tuna ardhi kubwa, tuna eneo kubwa. Chikichi watu wamejifunza hapa, wametuacha sisi ni maskini wa kutupwa kwa sababu ya kukosa mipango thabiti ya kuendeleza sekta ya nini? Ya kilimo. Lakini pia kuharakisha miradi mikubwa, miradi ya kiwanda cha kuchanjua gesi kuwa kimiminika Likong'o Lindi, ambacho kilisema kingeweza kuzalisha zaidi ya ajira 10,000. Lakini ule mnyororo wa thamani ungezalisha ajira nyingi zaidi. Imetaja hapa viwanda vya simenti, viwanda vya plastiki na viwanda vingi vingeweza kupatikana kwa sababu ya kuendeleza huo mradi. Leo tunapozungumza, mradi kama huo unafanyika Msumbiji, eneo la Palma, ambapo sisi kabla ya Msumbiji tuligundua gesi, na makampuni ambayo yanazalisha gesi Msumbiji ni yale ya Kwina na Shell, ambayo ndio yaliyofanya utafiti huku, yakagundua gesi, tukayawekea kauzibe, wameenda Palma Msumbiji, wanazalisha gesi kule, wameshazalisha kule gesi wao wenyewe. Msumbiji tayari inaanza kuexport liquefied natural gas. Sisi huku mpaka leo tunaendelea kuvutana, ieleweki tunataka nini. Lakini viwanda vya chuma, nchi yetu inatumia mabilioni ya fedha kila mwaka kuagiza chuma kutoka nje, ambapo tungeweza kuzuia zaidi ya hizo mabilioni ya fedha tunayoagizia chuma kutoka nje, tungeweza kuzalisha chuma wenyewe. Chuma chote tunachohitaji hapa nchini, wakati tunajenga reli, kingeweza kutumika na kingezalisha. Hizo fedha zote zingekuwa zinatoka hapa. Leo fedha zetu za kodi zinaenda nje, tungekuwa tunachukua fedha nje kuleta ndani. Nchi nyingi za Afrika zinajenga reli, sisi tungeuza chuma kwa hizo nchi ili kuingiza fedha za kigeni, na tungekuwa na uwezo wa kifedha kuzalisha ajira nyingi. Lakini hiyo miradi imebaki kwenye makaratasi, hakuna ambacho kinafanyika. Serikali lazima iharakishe utekelezaji wa miradi hii kwa kuhakikisha uwekezaji unaenda kwa wananchi wa Tanzania. Lakini 3, kupambana na ufisadi na upotevu wa fedha. Tumeeleza hapa, zaidi ya ajira 130,000 zinapotea kila mwaka kwa sababu ya fedha zinazoibiwa. Yani trilioni 2.3, fedha ambazo zingeweza kuajiri vijana wa taifa hili 130,000 zinapotea kwa sababu ya
kushindwa kudhibiti mianya ya ufisadi, na imeelezwa vizuri na waziri wetu kivuli wa utumishi na utawala bora, namna ambavyo ripoti ya CAG imekuwa ni story ya kila mwaka ya mwezi wa 3. Ukifika mwezi wa 3 tunasomea kiwango cha maumivu cha mwaka uliopita, na tunasubiri mwaka unaokuja. Yani huendi kwenye ripoti ya CAG upate angalau taarifa ya mafanikio ya namna ambavyo mapungufu ya mwaka jana yameshughulikiwa mwaka huu. Haiko hivyo. Kila mwaka, yani watu wote wanaosoma, hasa vijana wanasoma ripoti ya CAG, sio kuwa impressed kuona how far tumekuwa demoralized juu ya matumizi ya fedha zetu za umma. Mabilioni ya fedha yanaibiwa, hakuna anayewajibishwa. Na unapoona serikali inashindwa kuwajibisha wezi wa fedha za umma, maana yake serikali nzima ni genge la wezi. Hakuna mtu anayeibiwa akashindwa kumshughulikia aliyomwibia hata baada ya kuambiwa aliyokuibia huyu. Hakuna. Tunapoona serikali kuanzia rais mpaka mawaziri wanashindwa kuwawajibisha watu ambao wameshiriki wizi wa fedha za umma, tafsiri tunayoipata ni kwamba kuanzia ofisi ya rais mpaka ya mtendaji wa kijiji ni sehemu ya mchakato wa wizi unaofanywa kila mwaka. Namna pekee ya ofisi zetu hizi za umma kujiweka salama, wanapaswa kuwawajibisha watu wote wanaotajwa na taarifa CAG. Haiwezekani wananchi wanasikia kila mwaka mambo haya, watu wameibiwa fedha. Na ndugu zangu, fedha za serikali zinatoka kwa wakulima maskini sana. Tumeeleza hapa wakulima wa korosho. Wakulima wa korosho, mkulima wa korosho anatumia karibu shilingi 2,000 ili kuzalisha kilo moja ya korosho. Korosho ikiuzwa shilingi 3,500 kubwa. Vijana wanaeleza vizuri kwamba mzozo wa sasa hivi wa vijana ni namna vile ule usaili wenyewe ulivyofanyika. Usaili umekuwa na watu mahususi ambao ndio wamefaulu. Vijana wengi wamekwenda kwenye usaili, wameshangaa kilichotokea. Watu wameajiriwa. Mtoto wa mkulima wa nchi hii, pamoja na kuchangia fedha hizo zote, hana ajira. Serikali inamwambia mtoto wako huyu hana ujuzi wa kutosha, mtoto wako huyu mvivu, mtoto wako huyu asikae kuitegemea serikali tu, aende na sekta binafsi. Sekta binafsi iliyofika kijijini sekta gani? Ni ile ile ya kilimo, ambayo serikali haina mpango kabisa, na wizara ya kilimo inaitengea shilingi 3 kwenye kila shilingi 100 ambayo serikali inaitumia. Ndio inamwambia mkulima atafute suluhisho na mwanawe. Lazima kupambana na masuala ya ufisadi na masuala ya rushwa, kuhakikisha kwamba ajira kwa vijana zinapatikana. Lakini pia kulinda haki za wafanyakazi. Na 5, kuwezesha vijana katika biashara ndogo. Ameeleza ndugu yangu hapa juu mabilioni ya fedha ambayo yalipaswa kwenda kuwezesha vijana, kuwezesha kina mama, kuwezesha walemavu, yanavyotumiwa vibaya. Ukisoma ripoti za CAG, kila mwaka kila halmashauri waliokopeshwa ni watu hewa, na kila mwaka kila halmashauri hakuna huyo hewa anayetafutwa. Yaani mwaka huo wameikopesha hewa, wakazoea, na mwaka unaofuata wanaikopesha hewa, wakazoea, na mwaka unaofuata wanakopesha hewa. Fedha hazirudi. Leo wanasema wampeleka NMB, tunaelezwa yale yanayotokea huko. Leo tunazalisha vijana VETA, hawasaidiwi chochote. Matokeo yake vijana hawa wako mtaani. Vijana hawa wanahitaji kupata mikopo, tena mikopo isiyokuwa na riba inayoumiza, lakini pia ambayo itakuwa ndio suluhisho, na sio haya kwa kukusanya vijana kwenye kambi za BBT kisha ukawabwaga huko ukasema wewe umetimiza wajibu wako, wajijue wao na Mungu wao. Matokeo yake yanaelezwa kile kinachoendelea kwenye BBT. ACT Wazalendo itapunguza kodi na ada zisizo na tija kwa wajasiriamali na kutoa mikopo yenye riba nafuu ili vijana waweze kujiajiri kwa tija. ACT Wazalendo
msimamo wetu inasimama imara kuhakikisha kuwa mwaka huu wa 2025 unakuwa mwaka wa mabadiliko kwa vijana wa Tanzania. Ni lazima vijana wa Tanzania wasimame imara wakiwa na ajenda yao. Wakija CCM waseme wana suluhisho gani la ajira kabla hawajasema mambo mengine. Haya mambo ya kazi na utu, kazi yenyewe hakuna, utu utapatikana? Yaani unakuja kusema kazi na utu katikati ya jangwa la vijana wasiokuwa na nini? Na ajira, hawana kazi. Utu utakuwa wapi? Vijana leo wanawezaje leo kuishi maisha ya utu wakiwa hawana ajira? Ameeleza dada yetu hapa, mwanafunzi wa chuo kikuu, hali ya vijana wakitoka vyuo vikuu, mabinti zetu, dada zetu wakitoka vyuo vikuu, yale yanayowasibu na mijadala iliyomo miongoni mwa vijana juu ya heshima yao, juu ya utu wao. Serikali inakuja na majawabu mwepesi na inasema ina kazi na utu wakati hakuna nini? Lazima tuseme, vyama vije viseme vinatatuaje tatizo la nini? La ajira. Na hii lazima vijana waliimbe kwa nguvu kabisa. ACT Wazalendo inaweza kutatua tatizo la ajira kwa moja, kudhibiti ufisadi. Fedha zote zinazopotea kwa njia haramu zirejeshwe kwenye uchumi wa nchi kwa ajili ya maendeleo na ajira. Hili ni jambo ambalo ACT Wazalendo tutaendelea kulisimamia. Lakini pili, kuboresha mazingira ya kazi kwa kuhakikisha kwamba mishahara ya wafanyakazi inaendana na gharama za maisha na haki zao zinalindwa kwa mujibu wa sheria za kazi. Lakini ajira rasmi kwa vijana, makampuni ya kimataifa yanayowekeza Tanzania lazima yaajiri wa Tanzania kwa mikataba rasmi na hifadhi ya jamii. Lakini pia uwezeshaji wa biashara kwa vijana, tutahakikisha mazingira ya biashara yanaboreshwa ili vijana waweze kujiajiri kwa tija na kupata mitaji kwa urahisi. Hakuna taifa linaloweza kuendelea bila kushughulikia tatizo la ajira kwa vijana wake. Tanzania yenye ajira kwa kila kijana, mazingira bora ya kazi kwa wafanyakazi na uchumi unaowanufaisha wananchi wote inawezekana. Wajibu wetu moja, hakuna compromise kwenye vijana kukosa nini? Ajira. Hakuna compromise kwenye kukosa ajira. 4R zilete ajira, ndio vijana wasikilize 4R. Haya mambo ya kuambiwa kwamba viongozi wa wafanyakazi wamewekwa kwanza jela, walipotoka huko wameelewa somo la 4R. Haya ni mambo ambayo huwezi ukamweleza mtu yoyote akaona kwamba inaleta suluhisho la tatizo la ajira kwenye nchi yetu. Tunahitaji kuwa na sera madhubuti ambazo zitaondosha tatizo la ajira kwa vijana, ili vijana wa taifa hili wajivunie kuwa ni vijana wa Tanzania, wasiwe wanavumilia kuwa vijana wa nini? Wa Tanzania. Katika mazingira ya sasa ambapo vyuo vikuu vyetu, vyuo vyetu vya kati na taasisi zetu za elimu haziwezi kumhakikishia kama ujuzi unaotolewa kwa vijana wetu unaweza kuwafanya vijana wetu wamudu maisha yao, serikali inapaswa kutueleza wanatumia mabilioni ya fedha za kodi kwenye taasisi hizi kwa ajili ya kazi gani. Vinginevyo ni wajibu wa kila mmoja kuifanya ajenda ya ajira kuwa ni ajenda kuu ya uchaguzi wa mwaka 2025. Lazima vijana na makundi yote yanayotafuta hatima bora ya taifa hili yasimame kwa pamoja kuhakikisha kwamba kijana wa Tanzania anahakikishiwa ajira yake kabla hajaenda kupiga kura. ACT Wazalendo, taifa la wote. Asanteni sana na washukuruni sana.